Leo ni siku nyingine tena nzuri, tunakuletea simulizi ya wapenzi ambao walifanya mambo mengi sana ya ajabu. Walikuwa ni majambazi sugu ambao walifika hatua ya kuisumbua serikali ya Marekani. Kama wewe unadhani mapenzi unayafahamu kiundani, basi leo Bonnie na Clyde watakufundisha namna gani neno I miss you lisivyotumika kwa wapenzi walioshibana. Kuna msemo wa Kilatini unasema Hatis Publicus, ukiwa na maana ya kuwa adui wa watu ni mtu mwenyewe. Waingereza wanaita enemy of the people. April ya mwaka 1930, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uhalifu ya Chicago, Marekani, Frank Lech, alitumia msemo huo wa Kilatini kumtangaza haramia Alphonse Capone au Al Capone kwa uadui wa watu wa Chicago. Al Capone au Scarface, wengi walipenda kumuita hivyo kwa jina lingine. Alikuwa mtu hatari sana wakati wake. Alimiliki kundi la uhalifu wa kupagwa, yani organized crime, lililoitwa Chicago Outfit. Huyu aliihenyesha hasa dola ya Marekani. Paka Lech akaamua kumtangaza kuwa sasa ni adui wa watu. Miaka hiyo 1920 mpaka 1930 ilikuwa ni miaka ambayo kulikuwa kuna anguko kubwa la kiuchumi katika nchi ya Marekani. Kwa hivyo hali ya kiuchumi ilikuwa ngumu na kupelekea makundi mbalimbali ya vijana kupelekea kuanza kufanya kazi za uhalifu. Baada ya Lech kutangaza kuhusu Al Capone, maeneo mbalimbali sasa ya Marekani yakaitika. Majina ya wahalifu yakatajwa kwenye mamlaka za majiji. Umma wa Marekani wakaanza kujulishwa kuhusu maharamia mbalimbali. Matamko hayo kwa wingi wao yakawalenga maharamia mbalimbali waliokuwa wakiitikisa Marekani kwa wakati huo. Maharamia hao yalisababisha kipindi hicho kiitwe zama za uadui wa umma, yani Public Enemy Era kwa Marekani. Public Enemy Era ni kipindi cha kati katika miaka 1930 mpaka mwaka 1935. Wahalifu wakubwa zaidi waliosababisha miaka hiyo iitwe zama za uadui wa umma katika taifa la Marekani ni pamoja na Al Capone, John Dillinger, Babyface Nelson. Vile vile walikuwepo Bonnie na Clyde ambaye leo tunakwenda kuwatazama. Maharamia wengine ni Pretty Boy Floyd, Machine Gun Kelly, Mark Baker pamoja na Alvin Capis. Kwa pamoja haya majina yalitamba sana wakitafutwa na Marekani wakiihenyesha dola. Watu hao walimiliki makundi makubwa na ya hatari katika nchi ya Marekani, huku wakiendesha operesheni mbalimbali za kupola mali na kuua raia mbalimbali katika nchi ya Marekani. Public Enemy Era ni nyakati zilizoibuliwa kipindi cha mdororo mkubwa sana wa kiuchumi katika taifa la Marekani. Wao waliita Great Depression kati ya miaka hiyo ya 29 mpaka miaka 1939. Mdororo huo ulisababishwa na anguko la kiuchumi wa viwanda na kuporomoka kwa soko la hisa katika nchi za magharibi. Kwa hivyo Marekani ikawa inateswa sasa na hali mbaya ya kiuchumi. Vile vile ilikuwa ikisumbuliwa sana na uhalifu wa mipango uliokuwa ukitekelezwa na makundi hayo hatari. Mashushushu wa FBI walipelekwa puta na maharamia hao ambao hasa walijijengea umaarufu mkubwa na kuogopwa. Sasa ni kurejeshe katika historia ya Bonnie na Clyde. Utakuwa umewahi kuwasikia bila shaka wakizungumzwa ama kuimbwa. Walikuwa vijana wadogo na waliuawa wakiwa na umri mdogo sana, lakini majina yao yameendelea kuandikwa, kutamkwa na kutazamwa. Bonnie na Clyde hawa wana historia ya kusisimua mno kuhusu mapenzi yao walivyoshirikiana katika matukio ya uhalifu kisha wakauawa siku moja. Historia hiyo ndio huwafanya hasa wanamuziki mbalimbali kuimba nyimbo mbalimbali kuhusu majambazi hao. Rapper Tupac Shakur katika wimbo wake wa Me and My Girlfriend anaimba kiitikio kuwa kitu pekee anachohitaji katika ulimwengu huu wa dhambi ni yeye kuwa na mpenzi wake. Ndani ya wimbo huo Tupac anajifananisha yeye na mpenzi wake kuwa ndio Bonnie na Clyde wa miaka hiyo ya 1996. Alijifananisha mwaka huo kwa sababu wimbo huo ulirekodiwa mwaka 1996 kisha kuwemo kwenye album ya 5 ya rapa huyo iliyoitwa The Don Killuminati The 7 Day Theory. Mwaka 2003 rapa Sean Carter ama Jay-Z alirudia wimbo huo wa Tupac akimshirikisha girlfriend wake wa wakati huo ambaye sasa ni mkewe, Beyonce Knowles. Katika wimbo huo aliupa jina la All Three Bonnie and Clyde, wakimaanisha kuwa wao, yani Jay-Z na Beyonce, ndio Bonnie na Clyde wa mwaka 2003. Mwaka 1967 wakari wa pop na jazz kutoka Ufaransa, Serge Gainsbourg pamoja na Brigitte Bardot, hawa walitoa wimbo Bonnie na Clyde wakiimba kuyafananisha mapenzi yao kama Bonnie na Clyde. Mwaka huo huo mwanamuziki George Fame
alitoa wimbo ambao ulitikisa kweli kweli, unaitwa The Ballad of Bonnie and Clyde. Hiyo ilikuwa ni mnamo mwaka 1968. Mwanamuziki Mel Torme alitoa wimbo pia, A Day in the Life of Bonnie and Clyde. Wimbo huo ulizungumza mfano wa mapenzi iliyotikisa ya Bonnie and Clyde mwaka 1968. Mwanamuziki Mary Haggard yeye akarekodi na kuachia wimbo The Legend of the Bonnie and Clyde mwaka 1996. Bendi maarufu ya Die Totenhausen wakatoa wimbo wa Bonnie and Clyde ambao ulikuwamo katika albamu yao ya 7 inayoitwa Opium Festival. Bonnie and Clyde wapo Hollywood. Mwaka 1958 ikaachiwa filamu yenye jina la Bonnie Parker Story. Hii iliongozwa na William Whitney. Mwaka 1976 Arthur Penn akaongoza filamu inayoitwa Bonnie na Clyde. Bonnie na Clyde ni kina nani hasa? Nyimbo zimeimbwa, filamu zikatengenezwa, vitabu vikaandikwa kuhusu Bonnie na Clyde. Je, watu hao ni kina nani? Maisha yao yalikuwaje mpaka iwe na historia ya kusimuliwa na vizazi na vizazi? Bonnie na Clyde ni vijana wawili wapenzi wenye roho mbaya ya kikatili kweli kweli, lakini hawa walipendana sana. Bonnie Parker na Clyde Barrow walipanga mipango mingi ya uhalifu na kutengeneza fedha nyingi ambazo ziliwawezesha kuishi maisha ya starehe. Kuna wale huitana partner in crime, wakimaanisha ushirika au urafiki ulioshibana. Partner in crime ya kweli hasa maana yake ni mapatano ya uhalifu. Ndani ya Bonnie and Clyde, hapo ndipo unaweza kuwaona waliopatana na kushibana katika uhalifu. Bonnie na Clyde ni kundi kubwa la uhalifu, ila Bonnie and Clyde wanatajwa sana kwa vinara wa kundi hilo. Bonnie ni mwanamke, Clyde ni mwanaume. Katika kundi hilo la uhalifu alikuwepo pia Buck Barrow ambaye ni kaka mkubwa kabisa wa Clyde. Buck kwenye kundi hilo alikuwa pia na mkewe Branch. Kwa hivyo maisha walioishi Bonnie na Clyde yalikuwa sawa na yale ya Buck pamoja na Blanche, ingawa Blanche alikuwa anapelekwa tu, wakati Bonnie mwanamke mwenzake alikuwa mtaalamu hasa wa kupanga na kutekeleza matukio ya kiharifu. Memba wengine wa kundi la The Barrow walikuwa ni pamoja na Raymond Hamilton, William Jones, D.W., Joe Palmer, Ralph Fools pamoja na Henry Matthews. Wote hawa walikuwa kundi na waliongozwa na vijana wawili waliopendana sana, Bonnie na Clyde. Mapenzi ya Bonnie na Clyde ni uhusiano ambao haukuwa na usaliti. Wawili hawa walipendana bila unafiki na waliishi kwa kutegemeana vile vile. Lakini pia waliogopana. Bonnie ashikwa na kiranga mpaka amsaliti Clyde, angekuwa anajitaka? Hapana, lazima kivumbi kingetimka. Clyde ajifanye kupapatikia warembo, halafu Bonnie ajue angeponea wapi. Watu hawa wawili hawakuwa na kusita linapofika jambo linalohitaji kuua. Hofu hiyo ilisababisha Bonnie na Clyde wasisalitiane. Lakini kikubwa ni kuwa hakuna ambacho Clyde alipanga kutekeleza bila Bonnie kuwa anajua. Kwa hivyo kwa Bonnie hakuna mpango wowote ambao angeupanga nje ya Clyde wake. Bonnie na Clyde walipanga pamoja, wakatekeleza pamoja uharamia wao na walitembea pamoja. Ilipotakiwa kujificha, hawa walijificha pamoja. Walipofanikisha mipango yao ya uhalifu na kutengeneza fedha, walikwenda kujirusha pamoja. Mahali popote ungemkuta Bonnie, ungezungusha jicho, ungemwona tu Clyde pembeni. Ungekutana na Clyde njiani, ungetazama vizuri, lazima ungemwona Bonnie pembeni. Hawakupeana nafasi, walikuwa na mapenzi ya kugandana kama kupe. Mapenzi yao yalikuwa kufuatana kama kumbikumbi. Kilevi alichotumia Bonnie, Clyde alikitumia. Waliishi kwa tafsiri kamili ya jozi. Kila baada ya kufanikisha mipango yao ya uhalifu, hakuna ambacho Bonnie alikihitaji zaidi ya kula maisha akiwa jirani na mwanaume wake wa maisha yake, Clyde. Vivyo hivyo kwa Clyde dhidi ya mwanamke wake wa maisha yake, Bonnie. Mapenzi ya Bonnie na Clyde hayakuwa ya kuambiana miss you, maana hakukuwa na nukta hata moja iliyopita wakiwa hawapo mbali. Walinyimana njozi tu watu hawa walipokuwa usingizini. Hapo ndipo kila mmoja aliota njozi zake, lakini kitanda walicholala kilikuwa kimoja. Kama shughuli za Bonnie na Clyde zingekuwa za halali, basi wangekuwa mfano bora zaidi kwa wapendanao duniani kote. Kutokana na ushirikiano wa kikazi na mapenzi yao yenye nguvu, tatizo likawa moja tu. Bonnie na Clyde, mapenzi yao yalidumishwa zaidi na uhalifu wao. Bonnie na Clyde walipenda sana maisha ya juu kwa njia ya mkato.
na kwa vile walishirikiana ilibidi wagandane zaidi kwa kufichiana siri na kulindana. Hiyo ndio ilikuwa sababu hasa ya kuwa na mfano wa kipekee katika mapenzi. Sasa tumfahamu Clyde. Jina kamili ni The Barrow Gang, lakini umaarufu wa Bonnie and Clyde ni sababu ya jina hilo na kundi kubwa kutokuwa maarufu na kumezwa na majina ya wapenzi hao wawili. Historia inamuonyesha Clyde kuwa ni kijana mshenzi aliyeota kuwa jambazi la kutisha tangu akiwa kijana mdogo, wakati Bonnie yeye alikuwa mwanamke mrembo na kijana jasiri na mwenye uthubutu. Kwa hivyo alipokutana tu na Clyde, kipaji chake cha uharamia kikaonekana kukua na kushamiri. Clyde alizaliwa mnamo mwezi wa 3 tarehe 24 ya mwaka 1909 katika familia ya kimasikini iliyojiendesha kwa kutegemea kilimo cha kihohehahe. Huyu alizaliwa na kuishi na familia katika mji wa Ellis County huko katika jiji la Texas, Dallas. Wazazi wa Clyde, baba yake Harry Barrow pamoja na mama yake Kami Tarita Walker, walifariki dunia wakiwa wameshuhudia matukio ya kutikisa nchi ambayo Clyde aliyafanya pamoja na kaka yake Buck. Clyde akiwa na umri wa miaka 17 tu tayari alikuwa kwenye heka na polisi. Mnamo mwaka 1926 alikamatwa na polisi kwa kosa la kuazima gari na kutokomea nalo jumla. Kesi hiyo wazazi wake walimsaidia ikaisha, lakini hazikupita siku nyingi Clyde akakamatwa tena kwa kosa la kumiliki mali za wizi. Clyde huyu alikuwa mwenye tamaa sana, kwani kati ya mwaka 1927 mpaka mwaka 1929 alikuwa akifanya kazi halali yenye kumpa riziki, lakini alijishughulisha na ujambazi wa kuvamia maofisa na kufungua masanduku ya pesa, cracked safes. Ujambazi mwingine ambao Clyde alijihusisha nao ni kuvamia na kuvunja maduka na maghara, kisha akapola vile akaiba magari. Na kati ya mwaka 1928 na mwaka 1929 alikuwa anakimbizana na polisi wakitaka kumkamata bila ya mafanikio. April ya mwaka 1930 Clyde akatupwa jela. Akatupwa kwenye gereza la Eastham Unit lililopo Texas. Akiwa gerezani, Clyde akakutana na mfungwa mshenzi Ed Crowder. Huyu Ed Crowder alichangia sana kumharibu Clyde. Hawa waliishi chumba kimoja. Crowder kwa kumwona Clyde ni mdogo alikuwa akimbaka kila siku kinyume na maumbile. Mara kwa mara nyakati za usiku Crowder hakujua kwamba Clyde ni mdogo, lakini katili kuliko alivyoweza kumtizama kwa macho. Siku moja Crowder kama alivyozoea alitaka tena kumbaka Clyde. Kumbe siku hiyo Clyde alikuwa amejipanga. Akachukua chuma na kumpiga nacho kichwani Crowder. Crowder akapoteza maisha. Hilo likawa tukio la kwanza la Clyde kuua. Roho ngumu ya Clyde haikuishia hapo. Akiwa gerezani, Clyde alimshawishi mfungwa mwenzake kumkata vidole viwili vya miguu ili awe mlemavu, aweze kukwepa kazi ngumu za jela. Kwa uamuzi huo, Clyde alimaliza maisha yake yote akiwa mlemavu asiye na vidole viwili vya mguuni. Lilikuwa tukio la ajabu sana kwa kijana mdogo kama huyo. Baada ya tukio hilo, mama yake alifanikiwa kuandikisha hati ya kumwombea msamaha Clyde ili aachiwe huru. Clyde akaachiwa siku 6 baada ya tukio lake la kukata vidole vya miguu. Clyde sasa aliachiwa, na hiyo ilikuwa ni mnamo tarehe 2 ya mwezi wa pili mwaka 1932. Matarajio yalikuwa kwamba kwa siku alizokaa gerezani Clyde angeweza kuwa amejifunza kuwa raia mwema, lakini haikuwa hivyo. Clyde aliyetoka jela akawa sasa ni mnyama kuliko vile alivyoingia. Wanasaikolojia mbalimbali wanasema kitendo cha Clyde kubakwa na mfungwa mwenzake gerezani ni sababu ya kumfanya ageuke kuwa mnyama, maana alitawaliwa sana na roho ya kiharifu na kisasi pia. Wapo wanasaikolojia waliobainisha kwamba tabia ya asili ya Clyde na roho ngumu aliyokuwa nayo ilipoongezewa ukatili aliyotendewa gerezani ilitosha kabisa kumfanya abadilike jumla, kutoka kuwa binadamu aliyefaa kutazamika na kuwa tumaini kwamba angeweza kubadilika hadi kuwa mnyama kabisa. Dada wa Clyde, Mary Barrow, aliwahi kuhojiwa na vyombo mbalimbali vya habari baada ya Clyde kuuawa mwaka 1934. Akasema kitu kibaya bila shaka kitakuwa kilitokea alipokuwa jela, kwa sababu alipotoka hakuwa tena mtu wa kawaida.
Bonai yeye alizaliwa mwezi wa 10 tarehe 1 mwaka 1910 Rowena, Texas. Baba yake Charles Parker alifariki dunia mwaka 1914, miaka 4 tu baada ya Bonai kuzaliwa. Kwa hivyo Bonai kwa maisha yake alilelewa tu na mama yake Emma Parker. Kama ilivyokuwa kwa Clyde, Emma alishuhudia vitimbi vyote vya Bonai, vurugu zake na polisi mpaka alipouawa. Emma alifariki dunia mwaka 1944 ikiwa ni miaka 10 baada ya kumshuhudia mwanawe akiuawa mwaka 1934. Nyakati za mwanzo Bonai alipoanza kukua alionyesha kipaji kikubwa cha kuandika mashairi. Tungo 2 za mashairi ambazo zilipata umaarufu mkubwa ni The Story of Suicide Sal na The Trial End, ambayo hii hujulikana zaidi kama The Story of Bonai and Clyde. Bonai akiwa mwaka wa pili high school alikutana na Roy Thornton, wakaacha shule na kuoana. Ndoa yao ilifungwa Septemba 25 ya mwaka 1926. Wakati huo alikuwa na miaka 16 tu. Ndoa yao haikuwa na maelewano kabisa. Januari ya mwaka 1929 hawa walitengana. Ingawa hakuachana kwa taraka rasmi, lakini walitengana. Miaka 5 baadaye Bonai alipouawa akiwa na Clyde alikutwa amevaa pete ya ndoa aliyovalishwa na Thornton mwaka 1926. Baada ya kutengana na Thornton, Bonai akarejea kuishi na mama yake. Akaanza kufanya kazi kama mhudumu kwenye mgahawa mmoja uliopo Dallas. Katika mgahawa huo, mmoja wa wateja wake alikuwa ni afisa usalama wa Dallas, Ted Hinton. Huyu Ted Hinton ndiye ambaye alishirikiana na maafisa wenzake wa Dallas kuwashambulia na kuwaua Bonai na Clyde mnamo mwaka 1934. Bonai na Clyde walikutana Januari mwaka 1930, ikiwa ni miezi mitatu tu kabla ya Clyde hajafungwa jela. Walikutana mtaa wa Habet Oak Cliff, Dallas, katika jiji la Dallas, wakati Clyde alipomtembelea rafiki yake anaitwa Clarence Cray. Nyumba ambayo Clarence alikuwa akiishi kulikuwa na rafiki yake na Bonai aliyekuwa anaumwa. Bonai ili kumsaidia shosti wake aliamua kuhamia pale kipindi anamuuguza. Ikawa sasa kila akitoka kazini anakwenda kwa rafiki yake na analala hapo hapo. Siku hiyo Clyde alipokwenda kumtembelea Clarence alikutana na Bonai, na kuanzia hapo mapenzi kati yao yakachipuka. Wanasema mapenzi hayavutwi kwa winchi. Bonai alipomwona tu Clyde akaona tayari amemnasa mwanaume wake. Bonai na Clyde walitengana baada ya Clyde kufungwa jela mnamo mwaka 1932. Baada ya Clyde kuachiwa huru, wakaungana tena. Ndipo Bonai na Clyde wakaandika historia nzito, vurugu zote, story nyingi za kuwahusu, kila kitu kikaundwa na matukio yaliyofanywa kwa miaka 2 tu. Ilikuwa ni tamthilia ndefu ya miaka 2. Bonai na Clyde wakiwa na kundi la The Barrow walipora magari, wakavamia mabenki na kuiba pesa. Waliwateka wasafiri na kuwaibia. Walivamia maduka na kufanya matukio ya kila aina. April 30 ya mwaka 1932, Clyde akiwa dereva wa gari, kundi lao likavamia duka moja eneo la Hillsborough, Texas. Katika uvamizi huo, mmiliki wa duka J.N. Butcher alipigwa risasi na kuuawa. Mke wa mwenye duka akamtambua Clyde kuwa ndiye alimpiga risasi, ingawa yeye alikuwa kwenye gari. Kutokana na tukio hilo, Bonai alikamatwa, lakini alikaa miezi 2 tu jela kabla ya kuachiwa. Clyde aliendelea kusakwa kwa tuhuma za mauaji ya mmiliki wa duka hilo. June ya mwaka 1932, tarehe 17, Bonai akaachiwa, kisha akaendelea na shughuli zao za uporaji kama kawaida. Mnamo mwezi wa 3 tarehe 22 ya mwaka 1933, Buck aliachiwa kutoka jela alikokuwa amefungwa kwa makosa ya ujambazi. Baada ya hapo, naye akiwa na mkewe Branch wakajiunga na kundi hilo. Wakati huo Bonai na Clyde walikuwa wakitafutwa sana, kwa hiyo Buck na Branch walifanya kazi ya kuwahudumia walipokuwa wamejificha katika gereji moja iliyopo Joplin, Missouri, katika nchi ya Marekani. Baadaye chimbo hilo bana likashtukiwa. Majirani waliona hali isiyokuwa ya kawaida na kutoa taarifa polisi ambao walivamia. Mapigano makali yalitokea na kurushiana risasi, na askari 4 waliuawa, mmoja akajeruhiwa. Bonai na Clyde pamoja na kundi zima la The Barrow wao wakatoroka eneo hilo. Baada ya kutoroka, polisi wakarejea na kukagua. Wakafanikiwa kupata picha ya Bonai akiwa anavuta sigara, vile vile mkononi akiwa na bunduki. Walikuta pia shairi la Bonai, The Story of Suicide Sal. Picha hiyo ya Bonai na shairi la The Story of Suicide Sal vilipamba vichwa mbalimbali vya magazeti.
na kwa kivutio cha wasomaji wengi kwa wakati huo. Ni kuanzia hapo sasa ilithibitika kweli Bonai alikuwa haramia mwanamke, moto wa kuotea mbali, hatari hasa. Basi bana, Bonai na Clyde waliendelea kuliongoza kundi lao. Kukawa na kapo mbili zenye mfanano ndani ya kundi la The Barrow, Bonai na Clyde, lakini vile vile Buck na Branch. Matukio haramia na kuteka na kupola yakaendelea kama kawaida. Julai ya mwaka 1933 kundi hilo likavamia jengo ambalo huitwa Red Clown Tourist Court. Hili lipo katika mji wa Platte, Missouri, katika jiji la Texas. Waliteka walinzi wa jengo hilo kisha wakafanya kazi ya kujificha kwa muda ndani ya jengo hilo. Wakati wanaingia hapo, Buck alikuwa amejeruhiwa kwa risasi kichwani na kupata madhara mpaka kwenye ubongo. Vile vile Bonai alikuwa amejeruhiwa na maji ya betri ya gari, kwa hiyo walijificha hapo huku wakiwa wanawatibu. Majeraha haya waliyapata katika ule uvamizi wa kwanza katika ile garage. Clyde akawa sasa anatoka na kwenda kununua dawa na kurudi kuwatibu Bonai na Buck. Kwa Bonai ilikuwa rahisi sana kupona. Kwa Buck walikata tamaa. Wakati huo Branch alipata matatizo ya macho baada ya kudondokewa na vipande vya kioo machoni wakati wa mashambulizi ya risasi na polisi yaliyomjeruhi mume wake Buck. Julai 24 ya mwaka 1933 kundi zima la The Barrow likahamia kwenye jumba la starehe lililokuwa limetelekezwa lililoitwa Dexter Park lililopo Loa. Mpaka wakati huo Bonai alikuwa ameshapona tayari. Clyde aliamini kaka yake Buck angekufa wakati wowote. Kwa hiyo alichokifanya ni kushirikiana na WD kuchimba kaburi. Walichimba wakiamini kwamba wakati wowote Buck angekufa, wamzike kisha waendelee na safari yao ya kujificha na kupola. Bahati mbaya, bandage zenye damu zilizotupwa baada ya kumbadilisha Buck zikaonwa na majirani, ambapo walitoa taarifa polisi. Kwa taarifa hizo, polisi walihisi watu hao bila shaka ni timu nzima ya The Barrows. Polisi walivamia Dexter Park, walimpiga risasi Buck na kumkamata Branch, Clyde, Bonai na DW. Hawa wakafanikiwa kutoroka. Buck baada ya kukamatwa na polisi akapelekwa hospitali ya King's Daughter iliyopo Perry katika mji wa Loa. Siku 5 baadaye, baada ya kufikishwa hospitalini, alifariki dunia. Hiyo ilikuwa ni mnamo Julai 29 ya mwaka 1933. Branch akajitetea kwamba yeye hakuwa jambazi, isipokuwa alimpenda sana mume wake Buck. Kwa hivyo asingeweza kuishi mbali na yeye, akawa hana namna zaidi ya kujiunga naye kwenye kundi hilo la kihalifu la The Barrow. Hata hivyo, Branch alifungwa jela miaka 10 na akiwa jela alipokea taarifa za vifo vya Bonai na Clyde. The Barrow wakabaki watatu sasa, kwa maana ya Bonai, Clyde pamoja na DW. Kwa hivyo walijiona ni wachache sana. Walichokifanya, wakaamua kufanya jambo la ajabu sana. Wakaenda kuvamia gereza la Eastham ambalo Clyde aliwahi kufungwa na kutorosha wafungwa ambao walikuwa kitumikia kifungo cha maisha ili kuongeza nguvu. Clyde alijua watu wabaya ni kina nani na ambao alijua wangeweza kusaidia kuimarisha kundi hilo. Ilikuwa Januari ya mwaka 1934, The Barrow wakafanikiwa kuwatorosha wafungwa Raymond Hamilton, Henry Methvin na wengine wengi. Mwanahistoria John Phillips ambaye ni msimuliaji mzuri sana wa habari za Bonai na Clyde, yeye alisema kuwa tukio la The Barrow kuvamia gereza la Eastham na kutorosha wafungwa ni moja kati ya matukio ya Clyde kulipa kisasi dhidi ya idara ya magereza ya Texas kwa kumfunga mnamo mwaka 1930. Idara ya magereza ya Texas iliamua kumshawishi mlenga shabaha maarufu Frank Hammer na kumpa kazi ya kuwafuatilia The Barrow na kuwaua. Vile vile, mkuu wa idara ya magereza ya Texas Lee Summons aliwapa kazi walenga shabaha wengine wawili kwa ajili ya kazi hiyo. Hammer ndo alikuwa mtu mbaya kwa Bonai na Clyde, maana baada ya kupewa kazi hiyo hakulala nyumbani. Maisha yake yote yalibadilika na kuwa kwenye gari. Muda wote aliwafuatilia Bonai na Clyde. April ya mwaka 1934 ilikuwa ni tarehe 1. Hii ilikuwa ni Jumapili ya Pasaka. Siku hiyo Clyde na Methvin waliua vijana wawili wauza mafuta ambao ni H.D. Murphy pamoja na Edward Wheeler. Baada ya hapo waliendelea kufanya mauaji na kupola mali mfululizo. Baada ya hali hiyo mbaya, mamlaka za usalama za Texas pamoja na Marekani yote ziliamka sasa na kuamua kutoa tangazo la zawadi nono kwa yoyote atakayefichua siri kuhusu mahali walipo The Barrows. Nyumba zote za starehe, hoteli, bar na kadhalika, polisi walikuwepo ili kupambana na The Barrow. Majina ya Bonai na Clyde yakatangazwa kila kona.
Hali ilikuwa ni ya wasiwasi, kwani nao kadiri walivyosakwa ndivyo walivyoua na kupora. Mwanahistoria James Knight yeye anasema kuwa kipindi hicho cha machafuko Bonai alionekana mkomavu wa kutumia bunduki akishambulia sawasawa na Clyde. Knight aliandika, hakika Bonai alionekana muuaji akiwa na bunduki, hakutaka kupoteza muda. Kuanzia Februari 12 ya mwaka 1934, Hama alianza kusoma mienendo ya The Barrow. Aliwafuatilia na kujua walikuwa wakitembea kama wakimbizi katika majiji matano tofauti ya Marekani, lakini makao yao makuu yakabaki kuwa Texas. Mei 21 ya mwaka 1934, Hama baada ya kufuatilia kwa miezi mitatu mfululizo aliweza kugundua kwa siku hiyo Bonai na Clyde pamoja na Methvin walikuwa na safari ya kwenda parokia ya Bienville, Louisiana kwa ajili ya kuwatafutia makazi wazazi wa Methvin. Siku hiyo pia waligundua kuwa Bonai na Clyde wangerudi peke yao Shreveport, Louisiana siku ya pili, yani Mei 22. Ilipita kimya, na kumbe polisi walikwenda na kumteka baba yake Methvin ili wamtumie kuwakamata Bonai na Clyde. Mei 23 ya mwaka 1934, saa 3:15 za asubuhi, Bonai na Clyde wakiwa kwenye gari aina ya Ford V8 Ford Deluxe Sedan toleo la mwaka 1934. Clyde akiwa ndiye anaendesha alimkuta njiani baba yake Methvin. Alipoanza kuzungumza naye, polisi 4 wataalamu wa shabaha wakamshambulia Clyde na kumuua papo hapo. Baada ya hapo wakamgeukia Bonai aliyekuwa kwenye gari siti ya abiria na kumwaga risasi nyingi sana, kisha naye akafa pale pale. Hadithi ya Bonai na Clyde ikaishia hapo. Hama, Ted Hinton, Bob Cullen pamoja na B.M. Guilt Mani, wao walipenda kumuita hivyo, ndio askari wabaya waliohitimisha tamthilia ya Bonai na Clyde duniani. Hawa ndio mapartner in crime wa kweli. Mfanano wao ni Buck pamoja na Blanche. Baada ya kutoka jela, Blanche alishuhudia mengi na alilizwa mno na watu walivyoigiza uhusika wake katika filamu mbalimbali. Kila alipoona filamu iliyoigizwa kuhusiana na Bonai na Clyde na kushuhudia kipande chake kilivyochezwa, alikiri kweli hakuwa binadamu wa kawaida. Blanche alifariki dunia mwezi wa 12 tarehe 24 ya mwaka 1988 kwa maradhi ya kansa. Clyde yeye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 25 tu, wakati Bonai akifariki akiwa na miaka 23 tu. Buck alifariki akiwa na miaka 30. Blanche ambaye alipotoka jela aliachana kabisa na uhalifu aliishi kwa miaka 77. Kweli, ukiwa mhalifu lazima uishi umri mfupi. Ukifika Gippsland, Louisiana, Marekani, kuna jumba moja kubwa la makumbusho ya mapambano ya Bonai na Clyde yaliyotokea Mei 23 ya mwaka 1934. Jumba hilo linaitwa Bonai and Clyde Ambush Museum. Kumbukumbu zote zipo hapo. Hata gari lilipo na matundu yake ya risasi yaliyochakazwa na polisi wale siku ya kifo cha wapenzi Bonai na Clyde utaikuta hapo. Safari yao ikahitimishwa Dallas, Texas, lakini kwenye makaburi tofauti. Bonai akazikwa makaburi ya Crown Hill Memorial Park, Clyde akahifadhiwa Western Heights Cemetery. Mtazamaji wa Ipinde Online TV, tumefika mwisho wa simulizi hii nzuri iliyowahusu wapenzi hasa waliopendana kwa dhati lakini katika uhalifu, Bonai na Clyde. Msimulizi wako ulikuwa mimi Isaya Edward Maridadi Kizaudi Mbaya, nikiongozwa na director huo ambaye ni mwandaaji na mtengeneza picha. Usiende mbali, salia hapo ukifuatilia Ipinde Online TV kwa kusubscribe pamoja na kucomment.